Leo ni furaha kubwa kwamba kuona Waislamu wamekusanyika mahali pamoja kwa ajili ya kutekeleza jambo hili. Kwangu mimi tu ni kuwaomba Waislamu kwamba waweze kusherekea kwa amani na usalama, waweze kupendana, waweze kusaidia maskini, mayatima, wajane na wasiojiweza. Iwapo tu tunaona kwamba hali ni ngumu katika gharama ya maisha, ni ulimwengu mzima, si kwamba ni Kenya, maisha yamekuwa magumu kutokana na ile hali ambayo iko pale katika Mashariki ya Kati. Kwa hivyo ndio unaona kwamba leo huenda pia watu wengi wasiweze kupata nafasi ya kuchinja, lakini tu wale ambao watakuwa wamepata huo uwezo ni wao waweze kusaidia wale wengine ambao Mwenyezi Mungu hawakuwapatia nafasi kama hiyo, na vile vile pia naeleza kitengo cha usalama kwamba leo kiweze kuzidisha kama vile walivyofanya katika sikukuu ile iliyopita. Tunawashukuru kitengo cha usalama kwa leo hii county, vile vile na Diani ambao ni sehemu kubwa ambao utalii unafanyika hapa. Kwa hivyo mimi nasema tu kwamba Idi hii ni Idi ambayo ni ya kupendana. Kwa hivyo ni Waislamu waweze kuungana katika kupendana, isiwe tu ni Idi ambayo labda watu watafarikiana. Hivyo sivyo alivyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jingine tu ni kwamba naiomba pia vile vile serikali iweze kuangalia katika sehemu nyingine, kwa sababu tunaona siasa inakaribia, uchaguzi unakaribia, lakini naomba kwamba viongozi wasiweze kutamka matamshi ambayo yataleta wasiwasi katika nchi hii ya Kenya, kwa sababu tunaona wakati unapofika uchaguzi, viongozi huwa wanatoa matamshi ambayo si ya kuridhisha, ndio wanafanya wananchi pia nao wanaingia katika matamshi ambayo yanaweza kuleta hali iliyokuwa katika mwaka 2007 isiwe katika 2027 yakatokea katika matokeo hayo. Ni kwa mazoea kiasi cha kwamba watu wanachinja waume na wanawake. Kila Muislamu lazima achinje, na tukisema kuchinja si kila mnyama, lakini bali ni wanyama hoa. Kwa Kiswahili ni kwamba wanaitwa wanyama hoa ama domestic animals, kama vile mbuzi, kondoo, ng'ombe na ngamia. Sasa hii siku ya leo, siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa, siku zote hizo za kuchinja tunaruhusiwa. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba watu washirikiane, na mtu akichinja tuhakikishe kwamba tunagawanya nyama kutoka kwa Muislamu mpaka ambaye sio Muislamu, maadamu yuko karibu na wewe umpate nyama naye afurahie. Jambo la mwisho kabisa ningetaka kusema hivi kwamba sisi, kwa sababu najua umaskini umejaa na kwa sababu ya mafuta bila yamepanda katika hii dunia, ni kwamba watu wamekuwa na changamoto kubwa sana. Sasa Mwenyezi Mungu tunamuomba ya Rabbi tuondolee matatizo yao, kwa sababu imekuwa ni kero, na serikali zaangalie masuala ya watu, wasingojee watu wagome ama watu anze demonstration alafu serikali iingie kati. Itakuwa si vizuri. Wanaangalia tu kwanza kitu ambacho kimeleta shida, ni kwamba maadamu ni mafuta waweze kukaa chini na kuona kwamba waweza kufanya vipi. Kwa hayo mengi, mimi naweza kusema kwamba shukran, tuwe na siku njema na pia vile vile tuwe na wakati mzuri pia. Kwa hivyo tuwakumbushe walimwengu kwamba leo ni siku ya sikukuu ya Waislamu. Ni sikukuu kubwa, ni sikukuu ya kuchinja. Ni sikukuu ambayo kwamba wenzetu wameenda haji katika ardhi tukufu. Basi tutashirikiana nao katika mambo mengi. Tutashirikiana nao katika mambo mengi sana. Wao wanachinja na sisi tunachinja. Hili jambo la kuchinja liwe ni jambo ambalo kwamba liwe ni jambo ambalo kwamba linaleta taswira tofauti katika nchi, katika dunia. Ulimwengu hivi sasa umekuwa na maisha magumu kulingana na vita ambavyo kwamba vimetokea Mashariki ya Kati, na tutarajia vita vile vimemalizika. Na sisi la kufanya kama Waislamu katika siku hii ya leo, kwa sababu tuna siku 4 za kusherekea au 5, na serikali imetupa siku karibu nyingi za kusherekea, ni Waislamu waungane pamoja. Mnyonge yeye daima atakuwa anamuomba Mwenyezi Mungu, na hakuna silaha kubwa kama kumuomba Mwenyezi Mungu. Tumuulize Mwenyezi Mungu, sisi tunataka amani, tunataka pale kwamba pamekoseka basi parekebishike. Yule ambaye kwamba ni mgomvi, Mwenyezi Mungu amlete awe rafiki, kwa sababu tunasema kwamba ndovu wakipigana zinazomia ni nyasi. Sisi tumekuwa ni nyasi, wale walikuwa ni ndovu. Angalia wamepigana, mafuta yamepanda kiasi cha kwamba maisha hapa Kenya yamepanda. Kuna watu walikuwa wakichinja mbuzi 10, 20 kila mwaka, lakini angalia hakuweza kuchinja kwa sababu ya maisha yamepanda. Sasa kwa sababu sheria imeturuhusu sisi, tunaweza tukashirikiana katika mnyama mmoja, kuanzia ng'ombe, ngamia. Basi imekuwa ni jambo pia tushirikiane, tuchinje pamoja,
na tuchinje, tumuombe Mwenyezi Mungu kwa dhati alete suluhisho katika haya masala ambayo kwamba yapo. Pia tukielekeza mikono serikali yetu tuishukuru, ingawaje ushiriki katika ibada kama kufunga, kufuturisha, na pia tuwaomba vile vile ibada kama hii ya kuchinja, ikiwa maisha yamekuwa magumu kama haya, pia wao watupe wanyama wa kuchinja, kwa sababu sisi tukikosa, serikali bado wana uwezo, watupe wanyama wa kuchinja tuchinje. Na hikma kubwa ya kuchinja ni kula nyama, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu na kula nyama. Na sisi leo ni siku ya kusherekea, kama hatuna nyama, huwezi kusherekea kwa mchicha, huwezi kusherekea kwa sukuma. Kwa hivyo serikali bado wakati mnao, tuna siku 5 tunataka kuchinja. Habari hii itamfikia rais wetu mpendwa Ruto, habari hii itawafikia magavana wetu, tukiwa na gavana Chani hapa, itamfikia vile vile. Tunataka ng'ombe wa kuchinja.